Kwa majina naitwa mhifadhi mwandamizi Glory Fortunatus, ni mhifadhi mkuu shamba la miti Wino. Siku ya leo tumekuja kuendeleza uhifadhi wa chanzo cha maji cha Kiwemunyu katika milima ya kijiji cha Mtepa, halmashauri ya Madaba, na tulikuja kutembelea chanzo hichi na tukagundua kuna baadhi ya maeneo kuna uharibifu ulifanyika, kuna baadhi ya wananchi walitumia na kufanya kilimo. Na hivyo leo kwa kushirikiana na serikali ya kijiji pamoja na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Madaba pamoja na viongozi wengine wa halmashauri ya Madaba tumeshirikiana nao katika kuhifadhi chanzo hichi, na tumepanda jumla ya michi 500 ambayo tumeshirikiana mabwana miti pamoja na ofisi nzima ya Madaba tumeshirikiana katika kuhifadhi chanzo hichi, na vilevile tumetoa elimu kwa wananchi ambao wamefika. Tumetoa elimu kuhusiana na umuhimu wa kutunza chanzo hichi ili waweze kuepukana na magonjwa mbalimbali yanayotokana na madawa yanayopigwa na watu wanaofanya kilimo, lakini ili waweze kunywa maji safi ambayo hayana matope. Tumewapa elimu ya kutosha na tunaamini wataelewa, na tunaamini chanzo hichi kitatunzika baada ya upandaji huu wa leo. Kwa hiyo tunazidi kutoa rai yetu kwa wananchi mbalimbali ambao wako karibu na vyanzo vya maji mbalimbali kwamba waache kufanya uharibifu kwenye vyanzo kwa sababu madhara wanayapata wao wenyewe. Ni matumaini yetu baada ya kazi hii tuliyoifanya leo, sisi kama serikali tutashirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba eneo hili ambalo tayari liliingia kwenye uharibifu wa shughuli mbalimbali za kibinadamu, shughuli zile za uharibifu hazitarudia tena, kwa kuwashirikisha wao wenyewe, kwa kuwapa elimu, lakini pia kulitunza eneo lenyewe hili bila kutumia shughuli zingine zote za kilimo, ukataji wa kuni. Hiyo tutafanya zoezi hili kwa ushirikishwaji wa serikali ya kijiji, lakini pia serikali ya kata. Lakini pia wataalamu wetu wa kutoka shamba la miti Wino bado wataendelea kuwa na sisi, kuendelea kutushauri namna nzuri na namna bora zaidi ya kuendelea kuitunza hii miti ambayo tumeipanda leo, ili mwisho wa siku sisi tuliopo leo, uoto huu asili tulilisishwa na wazazi wetu, na sisi leo tunavyopanda hii miti tunaamini kwa siku za baadaye tutawalisisha vizazi vijavyo vya baadaye. Lakini pia tatizo la maji katika mji wetu wa Madaba litakwenda kupungua. Kipindi cha nyuma maji yalikuwa yanatosheleza, lakini katikati hapa tulikuwa tunapata shida kutokana na uharibifu wa mazingira, kukata miti na watu kulima katika maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa maana leo tumefanya zoezi hili tukishirikiana na watu wa misitu kwa kutoa elimu namna ya kupanda miti ili kuhifadhi maji. Rai kwa wananchi wenzangu wa halmashauri ya Madaba, tuungane na wenzetu hawa watu wahifadhi wa misitu, wanapotuambia kitu tutoe ushirikiano kama wao wamejitoa. Wengine wametoka mjini, wengine toka kwenye zao, na sisi tuwe wepesi kushiriki kwenye mambo, kwa sababu haya ni faida yetu sisi, wala sio faida ya kwao.